Naam, karibu tena mtazamaji kwenye habari zetu siku hii ya leo ya Ijumaa ya tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2026. Jina langu ni Eric Masha Douglas. Naam, Bwana Gachagua kuwinda ngome ya Kindiki baada ya Olkalau kumweka roho juu. Siku chache baada ya kupata ushindi katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalau, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua sasa ameelekeza juhudi zake Mlima Kenya Mashariki katika kile wachambuzi wa siasa wanasema ni mkakati wa kupanua ushawishi wake tayari kwa uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Naam, mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share. Baada ya mgombea wa chama cha DCP Sami Waweru kushinda kwa kishindo uchaguzi mdogo wa Olkalau, Bwana Gachagua anaamini tayari amejijengea msingi imara katika Mlima Kenya Magharibi. Sasa analenga kuzima ushawishi wa Profesa Kithure Kindiki katika kaunti za Meru, Embu na Tharaka Nithi ambazo zimeendelea kuwa ngome muhimu ya Kenya Kwanza. Hatua hiyo imejiri siku chache baada ya Bwana Gachagua kumtetea hadharani Profesa Kithure Kindiki dhidi ya viongozi wa Kenya Kwanza wanaotaka kugawa Mlima Kenya katika sehemu mbili za Mashariki na Magharibi. Aliwataka wafuasi wake wasimshambulie binafsi naibu rais, akiwasisitiza kuwa Mlima Kenya unapaswa kubaki na umoja wa kisiasa. Hata hivyo, wachambuzi wanasema msimamo huo si wa maridhiano bali ni mkakati wa kutuliza hali ya kisiasa kabla ya kuanza kampeni katika Mlima Kenya Mashariki. Mchambuzi wa siasa John Anditi alisema Bwana Gachagua anataka kuwavutia wapiga kura wa Mashariki kabla ya Profesa Kithure Kindiki kuimarisha zaidi ushawishi wake. Anajaribu kujionyesha kama mtetezi wa umoja wa Mlima Kenya huku akizuia eneo hilo kugeuka ngome ya UDA pekee, alisema. Matokeo ya uchaguzi mdogo yameonyesha mgawanyiko wa kisiasa katika eneo hilo. Naam, mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share.